Bwana Yesu atukuzwe. Ni wakati mzuri, tunasema ni asante kwa ajili ya wakati wa leo. Mungu amekuwa mwema, tena Mungu mwaminifu. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Luka 18 kuanzia penyewe. Ya kwamba usikate tamaa, kwa kila jambo Mungu anakusudi. Na kuna wakati mmoja tulikuwa na mama mmoja, ambapo mama huyu ya kwamba alikuwa anahitaji, mali yake ilikuwa imeshachukuliwa na watu. Sasa akawa anamwendea wakili fulani, akimwambia huyo wakili kila siku, nipatie haki yangu. Huyo wakili anajifanya hajamuona. Akarudi mara kwa mara akimwambia nipatie haki yangu. Huyo wakili akajifanya ya kwamba hajamuona. Ya kwamba lakini siku nyingine akazidi kwenda kila siku akimwambia nataka haki yangu. Mama hakuchoka. Huyo wakili akasema ya kwamba hata kama simjui Mungu, wacha nimpatie mama huyu kitu ambacho anachokihitaji. Akaamua kumpatia kitu ambacho mama huyu alikuwa anakihitaji. Nataka nikwambie leo mtu wa Mungu ya kwamba inatupasha kuomba kila siku bila kukoma. Kuna watu wanaomba mara moja, wanataka Mungu aweze kuwajibu. Wakati Mungu hajawajibu, unapata watu wanakata tamaa na kuenda katika waganga na kuenda katika saidi zingine. Mungu anahitaji ya kwamba umuombe kwa bidii. Sometimes unaweza kuwa unaomba ukafikiria labda Mungu haoni ama Yesu labda ajibu. Hapana. Yesu anajibu maombi, lakini anahitaji kuona imani yako. Tuangalie kwa mfano kama Patumayo akaita Yesu mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu, Yesu akajifanya kwamba asikii. Lakini baada ya muda kidogo Yesu akasema mleteni, mwambieni aje. Wakati alikuja Yesu akamuuliza unataka nikufanyie nini? Akasema nataka kuona. Akamwambia imani yako imekuponya, ona. Lakini Patumayo alipokuwa akimuita Yesu, watu walikuwa wanamzuia Patumayo, anamwambia wewe acha kelele. Patumayo angesikia sauti ya wanadamu hangepona. Mtu wa Mungu, ni sauti gani ambayo unasikia sasa hivi? Ni sauti gani ambayo unasikia sasa hivi ambayo inafanya unaogopa kwa sababu ya Yesu? Ni sauti gani ambayo unasikia? Patumayo angesikia ile sauti, wale watu walikuwa wanamwambia kwamba hapana, wachana kumuita Yesu, wewe unapiga kelele. Patumayo akazidi kumuita, maana alijua mimi ndiye najua maumivu ambayo anapitia. Mtu wa Mungu ambao unasikiliza leo, wewe mwenyewe unajua shida ambayo unapitia. Kama shida ambayo uko nayo, kama hiyo shida haikuumi, hiyo shida haikusumbui, jua kwamba haisumbui hata Mungu. Lakini ikikusumbua, utamuomba Mungu kila siku, ukimuomba Mungu kila siku, ukimwendea Mungu kila siku, ukimwendea Mungu, kisha Mungu atakupa jibu unataka. Lakini shida yetu wanadamu, unaombea leo hii, kesho unaombea, kesho unaombea, kesho unaombea, kesho unaombea. Unapata kitabu cha Yakobo ninasema ya kwamba sisi tuna tamaa, na siku zote tamaa haitimizi malengo. Ya kwamba unapata ya kwamba unaona huyu maisha yake kwa hivyo, unaambia Mungu nipe hii tena. Bado Mungu hajajibu, unaambia tena Mungu atana nipe hii tena. Tena Mungu tena nipe hii tena. Kwa mfano, hauna msimamo katika maombi yako. Inabidi uwe na maombi yako iwe ni maombi ambapo ni ya msimamo. Kwa mfano, nalimuona mtu mwingine akimuomba Mungu ya kwamba, kwa mfano unasema ya kwamba, nitumie mfano. Unasema unaambia Mungu, Mungu nimepiga magoti na umesimama. Nimepiga magoti yangu naomba na umesimama. So na imagine hata paka unadanganya Mungu tu life ukiwa pale hivyo. Ya kwamba inatupasha tumuombe Mungu kila siku. Biblia inasema kwamba tafuteni Bwana madamu angali anapatikana. Kumaanisha kuna wakati Mungu hatapatikana. Watu wengi wanaomba Mungu wakati uko na shida. Inafaa uombe Mungu wakati una shida. Wakati sasa uko sawa, inafaa uombe Mungu. Wakati sasa una tatizo, inafaa kuomba Mungu kwa sababu ya maisha yako ya kesho. Maisha yako ya kesho na kesho kutwa na kesho kutwa. Ili likija jambo unapata kwamba maombi yako yashakutangulia. Ya kwamba kwa mfano Yesu akachukua wanafunzi akapeleka kule kwenye mashua. Ya kwamba mashua ikaanza kuyumba, ikaanza kuzama. Unadhani Yesu hakuwa anaona? Yesu alikuwa anaona na alikuwa anasikia, anajua kitu ambacho kinafanyika. Mwanafunzi mmoja akasema, mbona sisi tunaomba, tunazama na huyu mtu amelala?" Wakaenda wakamwamsha Yesu. Yesu akauliza, imani yenu iko wapi? Kumaanisha hata wakati ndoo ina mawimbi, Yesu anaangalia aone utamuita mara ngapi. Wakati una shida mingi, hauna kazi, hauna maisha mazuri, we ni mgonjwa nini, unapatia kwamba Yesu yuko pamoja na wewe. Yesu yuko karibu na wewe, anaangalia. Utamuita kwa bidii ama utabisha mara moja na uache? Biblia inasema kwamba bisheni bila kukoma, ombeni bila kukoma. Inatupasha tuombe bila kukoma. Inatupasha tumwendee Mungu katika imani zote ambazo tuko nazo, tumwendee Mungu. Hata ukiomba leo ukiona hujajibiwa, omba tena. Hata ukiona bado. Ndio mwimbaji mmoja akasema
kwamba najua mkombozi wangu anaishi. Ukimjua Mungu na ukimwamini Mungu kwa kila jambo, utamtafuta Mungu siku na mchana bila kuchoka. Mwanamke mmoja akatoka damu miaka 12, akaenda Yeriko, akaambia Yesu hayuko, ameenda Kapernaum. Kapernaum akaenda akaambia Yesu hayuko, ameenda kule Nazareti. Akaenda Nazareti akaambia hapana yuko, ameenda kule Efeso. Akaenda kule ameenda kule Korinto. Hakuchoka mpaka alitembea akampata Yesu. Alienda zaidi ya mara 6 ndio akapata Yesu. Alipompata Yesu, yeye hakuchoka, alimwendea tu Yesu na akashika pindo la Yesu. Hakuangalia watu watasema nini. Shida wewe mwanadamu unaangalia watu watanicheka, watu wataniongea, watu wanasema nini juu yangu. Ni sauti gani ambayo unasikia? Deuteronomy 28:15 inasema kwamba usipotaka kusikiza sauti ya Mungu, basi utalaniwa mjini, utalaniwa mashambani, kapu lako longe italaniwa, mangoe ya kondoo italaniwa, uzao wa tumbo wako utalaniwa, utapigwa na kifua kikuu, yani utapigwa kifua kikuu. Hiyo inamaanisha kwamba utapigwa na ulcers, pressure, utapigwa na upele, upovu, bumbuazi, uwazimu, kuchanganyikiwa, utaponywa, utapokora vitu zako, ukienda mahakamani haitakutetea kwa sababu wewe usikizi sauti ya Mungu, unasikiza sauti ya wanadamu. Sauti gani ambayo unaisikia sasa hivi? Ya kwamba ni sauti gani? Unasikia nini mbele yako? Unasikia katika maisha ambayo, katika situation ambayo uko ndani, unasikia nini? Unaweza ama uwezi? Sasa hapo ndio itakuokoa. Wakati unadaiwa madeni, unasikia sauti gani? Itakwambia kwamba hauwezi ama unaweza lipa. Wakati katika maisha yako unasikia sauti aina gani? Inakwambia utafanikiwa ama utafanikiwa. Ni sauti gani ambayo unategemea? Basi maamuzi ambayo utaifanya kusikiza sauti ni maamuzi gani ambayo utaisikia, ama sauti gani ambayo utaisikia. Ukisikia sauti wewe uwezi, ndio utakaa maisha yako hivyo uwezi. Lakini ukisema mimi ninaweza, basi unapata ya kwamba hiyo ndio sauti ya Kristo ya ujasiri. Mungu anamwambia kwamba Yoshua, uwe mjasiri na maneno ya kitabu hiki isipunguke katika kinywa chako. Utafakari usiku na mchana mambo ya andiko hili. Utafakari mambo ya Mungu usiku na mchana. Utafakari maisha yako usiku na mchana, jinsi utakapopita katika ile changamoto ya madeni, changamoto ya kataliwa, changamoto ya vita, changamoto ambayo unapitia, ya kwamba utafakari usiku na mchana vile utapita katika ile. Mungu anasema kwamba licha nitakapofanya jaribio, licha jaribio linapokupata, nitafanya mlango tena ya kutokea katika ile jaribio. Ya kwamba Mungu anajua shida ambayo unapitia, anajua mateso yako, anajua kilio chako, anajua kila kitu ambacho unakutana nayo mbele. Ya kwamba ni wewe mwenyewe sasa utakapokuwa na ujasiri, hapa nitapita. Mungu atafanya malango pasipo na malango, atafanya njia pasipo na njia. Mungu anahitaji ujasiri wako kisha ajitukuze. Yeye anajua mambo unapitia na yeye mwenyewe ameruhusu ile kijaribu lipitie. Kama kwa mfano kama Ayubu, ni Mungu mwenyewe aliruhusu Ayubu apitie ile matatizo, akiwa amekaa pembeni amtazame yule mtoto ambaye anajivunia, ambaye ni Ayubu. Ya kwamba imagine, tuchukue hivi, Mungu anaruhusu devil, anambia devil anakushtaki Ayubu mbele za Mungu. Anambia Ayubu anakuabudu kwa sababu ana mali mingi, sababu mpige tu uone kama atakukana. Mungu akamwambia shetani go. Mungu akakaa akaanza watch vile Ayubu anapambana na devil, ile situation Ayubu anapambana nayo. Mungu anajivunia yule mtoto wake ambaye ni Ayubu, maana anajua